Habari na karibu tena katika chaneli yetu ambapo leo tunaenda kuzungumzia kitu ambacho kitabadilisha kabisa mfumo wa mahusiano yako. Leo nitakufundisha siri kubwa ya jinsi ya kuitawala akili ya mpenzi wako kwa kutumia maneno matamu pekee. Watu wengi wanafikiri kuwa ili kumfanya mpenzi wako akufikirie kila wakati, unahitaji kumpa zawadi ghali au kuwa na muonekano wa kipekee sana. Lakini ukweli ni kwamba ufunguo wa moyo na akili ya binadamu upo kwenye ulimi. Katika video hii, nitakueleza saikolojia ya maneno na jinsi unavyoweza kuyatumia kama silaha ya mahaba. Tukianza na msingi wa kwanza, ni lazima uelewe kuwa maneno ni chakula cha akili. Binadamu ana kitu kinachoitwa njaa ya kihisia, na njaa hiyo inashibishwa na maneno ya uthibitisho. Unapomwambia mpenzi wako maneno sahihi kwa wakati sahihi, unachochea uzalishwaji wa homoni ya oxytocin ambayo inahusika na ukaribu na uaminifu. Hapa, siri sio kusema maneno ya kawaida kama nakupenda, bali ni kuwa na ufundi wa kuelezea hisia zako kwa namna ambayo haijawahi kusikika. Badala ya kusema umependeza, jaribu kumwambia kuwa kila unapotazama macho yake, unaona amani ambayo huwezi kuipata kwingine kote duniani. Tofauti ya sentensi hizi mbili ni kwamba moja ni ya jumla na nyingine inamgusa yeye binafsi na kumfanya ajione wa pekee sana. Mbinu nyingine yenye nguvu ni kumsifia mpenzi wako mbele ya watu wengine kwa sauti ya kunong'ona au kwa kumtazama machoni wakati mkiwa wawili baadaye. Unapomsifia mpenzi wako kwa kitu ambacho watu wengine hawajakiona, unajenga ufalme ndani ya akili yake ambapo wewe pekee ndiye unayemwelewa vizuri. Kwa mfano, unaweza kumwambia kuwa unavutiwa sana na jinsi anavyojali watu wengine au jinsi anavyofanya maamuzi kwa hekima. Hii inamfanya aanze kujiamini zaidi akiwa karibu na wewe, na matokeo yake ni kwamba atatamani kuwa na wewe kila wakati ili apate ile hali ya kujisikia vizuri unayompa. Pia, kuna nguvu kubwa katika kutumia maneno ya kumshirikisha kwenye maisha yako ya baadaye. Hii kitaalam inaitwa kutengeneza picha ya kudumu. Unapoongea naye, tumia maneno kama sisi au yetu badala ya mimi au yangu. Mwambie jinsi unavyotamani kuona mkiwa pamoja miaka mingi ijayo, mkiwa bado mnapendana kama sasa. Maneno haya yanajenga hali ya usalama ndani ya akili yake. Mpenzi anapohisi yuko salama na wewe, akili yake inalegeza kamba na kuanza kukupa utawala kamili wa hisia zake. Ni rahisi kwa mtu kukupenda zaidi kama anaona picha ya kesho yake ndani ya maneno yako ya leo. Unapaswa pia kuwa mjanja wa kutumia sauti yako. Sio maneno tu, bali ni jinsi unavyoyatamka. Sauti ya chini, yenye utulivu na mahaba ina nguvu maradufu kuliko kupiga kelele. Unapomwambia maneno matamu mpenzi wako, hakikisha upo karibu naye, pengine ukimshika mkono au kumtazama kwa namna ambayo inaonyesha unamaanisha kila neno. Hii inatengeneza muunganiko wa kihisia. Kumbuka pia umuhimu wa kusema asante kwa mambo madogo anayofanya. Shukrani ni sumaku ya upendo. Unapomshukuru mpenzi wako kwa kukupigia simu au kwa kukujulia hali, unamfanya aone kuwa jitihada zake zina thamani, na hiyo itamfanya aongeze bidii ya kukufurahisha zaidi. Mwisho kabisa, siri kubwa ya kuitawala akili ya mpenzi wako ni uendelevu. Huwezi kusema maneno matamu leo halafu ukakaa kimya mwezi mzima. Lazima uwe na utaratibu wa kulisha akili yake kila siku. Fanya sauti yako na maneno yako yawe kama dawa ya kulevya kwake. Asipoyasikia, ajione kama amepungukiwa kitu kikubwa. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umejenga himaya ya upendo ndani ya moyo wake ambayo hakuna mtu mwingine anayeweza kuibomoa. Maneno yako yatakuwa ndio mwongozo wa furaha yake, na utajikuta unatawala akili yake kwa namna ya kipekee na amani kabisa. Tumia ulimi wako kujenga mahusiano imara kuanzia leo.